Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nichukue nafasi kukushukuru wewe mwenyewe kwa kutuongoza vema pamoja na makamu wako, lakini pia kwa waheshimiwa madiwani kwa ushirikiano mkubwa ambao mnaendelea kutupa katika usimamizi wa miradi kwenye kata zetu, lakini pia katika usimamizi wa maendeleo kwa ujumla ya elimu, afya na shughuli zingine zinazoendelea katika kata zetu. Nadhani mmetoa michango mbalimbali na mmetoa maoni mbalimbali ambao sisi kama watendaji tunaahidi kwenda kuyafanyia kazi, kuyazingatia na kutekeleza yote ambao mmetuambia ili vikao vinavyokuja viwe vinatija zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani hili ni baraza lako la kwanza pamoja na waheshimiwa madiwani tangu mlivyochaguliwa kuwa madiwani kwa awamu nyingine, kwa awamu ya 25 na mpaka 30. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio kwanza tumeanza na ni bajeti yetu ya kwanza. Tunashukuru kwa kuweza kuipitisha bajeti yetu ambapo tumeleta mapendekezo, na tunaahidi kwamba tutaweza kuitekeleza kama ambavyo mmeipitisha, lakini pia kwa sababu tuko nusu mwaka tutaendelea kutekeleza yale ambayo tunaendelea kutekeleza kwa mwaka 24, kwa mwaka 25 26. Kwa kuna miradi mingine ambayo bado inaendelea kutekelezwa na kuna fedha zingine ambazo bado hazijatolewa, hasa za mikopo ya wanawake na vijana. Lakini pia tumeona mikopo mingi imetolewa kwa vikundi vya wanawake na vijana ya 10%, lakini urejeshaji wake bado hauridhishi, hasa kwa vikundi vile vya nyuma vilivyochukua kuanzia mwaka 2018 mpaka 2023. Tumeona kuna marejesho ya milioni 84 ambazo bado hazijarejeshwa na urejeshaji wake unasuasua. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye kikao chako cha kamati ya fedha mlituruhusu tuendelee kuchukua hatua kwa wale wote ambao hawajaweza kurejesha ili waweze kurejesha na fedha hizo ziweze kutumika kukopesha vikundi vingine ambavyo vina sifa. Kuna vikundi vingi tunategemea kwamba wakichukua mikopo waweze kurejesha na wengine waweze kupewa ili wote kwa pamoja waweze kujiinua kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikopo inayotolewa na halmashauri ni fedha ambazo ni za mikopo na sio katika mfuko ambao unatakiwa zirejeshwe na wengine waendelee kukopa. Kwa hiyo kama mlivyoahidi kwenye kamati yako ya fedha na baraza limeridhia azimio lile ambalo linakuwachukulia hatua wale ambao wameshindwa kurejesha, nasi tunaahidi kwamba baada ya kikao chako tutachukua hatua sasa za kufanya utekelezaji wa kuchukua hatua kwa wale wote ambao hawajaweza kurejesha. Bajeti yetu ya halmashauri yetu ya mji tumeipitisha tena wote kwa umoja, si ndivyo Mheshimiwa? Ndio. Na tumekubaliana kuipitisha bajeti ya bilioni 37.932,471 bila senti. Narudia, bilioni 37.932,471 bila senti. Ina utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwa maana kwamba vile vyanzo vya mapato vimeondolewa vingine, lakini bado bajeti yetu imepanda kutoka 32 mpaka 37. Kwa hiyo tuna 18% kwa bajeti yetu imepanda. Kwa mimi niwapongeze sana wote kwa kupitisha bajeti yetu. Tunaamini kwamba itaenda kufanywa kazi kama mkurugenzi wetu alivyoahidi. Vipaumbele vyote ambavyo tumeweka humu kupitia kwenye kata zetu vitakwenda kufanyiwa kazi kadri fedha zitakavyopatikana. Kwa tunaamini na vile vyanzo vya mapato ambavyo tulikubaliana kwenda kuvifanyia kazi kwa mwaka huu wa fedha, tutakwenda kushirikiana wote kwa pamoja, madiwani na wakuu wa idara na vitengo, wakisha kwamba tunakusanya mapato kwenye halmashauri yetu. Kikubwa tushirikiane kukusanya mapato. Asiwepo hata mmoja ambaye anaweza kaona wakati wa kukusanya mapato akaona kama vile sisi sasa tunakwenda tofauti. Sisi tutashirikiana kwa pamoja, mkurugenzi tuahidi kwa pamoja na wewe kuhakikisha kwamba mapato yetu ya halmashauri ya mji wetu wa Tarime yanapanda kwa kasi kubwa sana. Ukiangalia sasa hivi mapato yetu ni bilioni 3 na point. Kwa tunataka mwaka unaokuja wa fedha tuwe tumeongeza hiyo mapato ya ndani yao yameongezeka. Kwa ndugu zangu, naamini tumetumia muda mrefu sana. Niwashukuru sana na bajeti yetu imepitishwa.